بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، ثم أما بعد. leo tunamalizia باذن الله تبارك وتعالى الباب الرابع عشر، mlango wa 14, ambapo ilikuwa ni mazungumzo kuhusiana na alwadia wal itlafat. Tukaeleza kuwa alwadia ni amana ile ambayo unapewa na mtu ili umtunzie, au ni ile amana unayompa mtu ili akutunzie. Tukaona hili ni jambo ambalo linafaa kisheria kwa mujibu wa uwepo wa uhitaji, lakini pia tukaelezana kwa yale tuliyosoma kuwa itafaa kwako kupokea amana ili uitunze kama unajijua kuwa una sifa ya uaminifu, lakini kama huna sifa ya uaminifu basi hutaruhusiwa kupokea amana. Lakini tukaeleza baadhi ya ahkam zinazohusiana na alwadia, ambapo zilitajwa takriban hukumu 9, na mwisho kwenye hukumu ya 9 tukaona sehemu ya utunzaji wa amana kwa njia ya kisasa, ambapo hapa watunzi walizungumzia masala mazima ya benki. Na kama tujuavyo na ndivyo tulivyosoma, benki zimegawanyika sehemu mbili kuu: benki zile ambazo zinaendeshwa kwa misingi ya riba na benki ambazo haziendeshwi kwa misingi ya riba. Sasa Muislam miamala yake ya kibenki inatakiwa atumie benki ambazo haziendeshwi kwa misingi ya riba, kwa sababu benki ambazo ni benki za riba, unapoweka pesa yako kule, wao wanaitumia, wanaiendeshea biashara mbalimbali za halali na za haramu bila ya kujali, alafu wanakupa kafaida ambako kanaitwa riba, na riba ni haramu. Kwa hiyo haifai kukimbilia kwenye benki hizo, hasa katika hali ambayo tuna mbadala benki za Kiislamu. Lakini ikazungumzwa hali ya dharura, pale inapokuwa hakuna benki mbadala na kuna amana ambayo sehemu pekee ya kwenda kuitunza amana hiyo ni benki, na benki zilizopo labda kwa eneo hilo, mji huo, ni benki zinazoamiliana kwa misingi ya riba. Utafungua akaunti yako, utasevu pesa yako, na kile watakachokuwekea kama ziada di maana riba unatakiwa ukitoe, alafu ukitie katika matumizi ya umma, kwa sababu ile mali si halali kwako kuila. Na ufanyaji wa namna hii unaitwa kusafisha mali. Kusafisha mali, au tuseme kutakatisha mali, kama itafaa. Kwa maana hiyo, kutoa ule uchafu uliopo kwenye pesa ili ibaki ile yako ya halali ambayo inaruhusiwa shar'an kuitumia. Haya yote tuliyasoma kwenye vipengele vitatu. Kwa hiyo leo tunamalizia kipengele cha 4 ili tumalizie mlango huu wa alwadia kwa maana ya amana, alafu tuingie kwenye mlango wa 15 باذن الباري تبارك وتعالى. قال المسألة الرابعة، kipengele cha 4 chini ya mlango wa alwadia. Qala fil itlafat, ni kuhusiana na uharibifu. Kuharibu mali ya mtu, kuharibu milki ya mtu, kuharibu cha mtu. Inatokea katika hali ya kawaida kuharibu cha mtu, iwe ni kwa maksudi au kwa bahati mbaya kama tusemavyo. Kwa hiyo sheria inalizungumziaje swala hilo? Qala yahrumu al-i'tida'u ala amwali an-nas, tujue kwamba ni haramu kuziharibu na kuzifanya vibaya mali za watu. Hilo limeharamishwa shar'an. Umeamua tu unaingia dukani kwa mtu, unatupa hiki, unatupa kile, unakanyaga hiki, unakanyaga kile, ni haramu.
Qala wa akhdhiha bighairi haqqin, lakini pia ni haramu kuchukua mali za watu pasi na haki. Sawa sawa hao wenye mali wawe ni Waislamu au sio Waislamu, madamu ni mali halali. Qala wa man i'tada ala mali ghairihi fa atlafahu, na yule ambaye ataifanyia ubaya mali ya mwingine akaiharibu. Wa kana hadha almalu muhtaraman, wakati ambao mali yenyewe ni mali inayoheshimika, bimaana si mali ya haram. Fa innahu yajibu alayhi ad-damanu, tutambue kwamba huyu anatakiwa alipe, adhamini, kwa maana ailipe hiyo mali aliyoiharibu. Wakadhalika man tasabbaba fi itlafi mali ghairihi, lakini vile vile katika wale ambao watalipishwa ni mtu aliyesababisha mali ya mwingine kupotea au kuharibika. Huja iharibu moja kwa moja, lakini umesababisha iharibike, na wewe pia utabeba dhamana. Qala bihalli qaidin au bifathi babin au nahwi dhalik, kusababisha huko kuwe ni kwa kufungua kamba au kufungua mlango. Hii mifano miwili inaashiria vitu viwili tofauti. Labda ni mnyama kafungwa kwenye kiguzo, kwenye mti, kamba shingoni, na ncha ya pili iko kwenye shina la mti. Mwenyewe kamtunza hapo kwenye shamba lake, kwenye ardhi yake, wewe ukaja ukafungua kamba, yule mnyama akapotea. Tukibaini kuwa ni wewe uliyefungua hiyo kamba ikawa sababu ya mnyama kupotea, tadhmanu, unatakiwa ulipishwe. Unalipishwaje? Mazungumzo yanakuja muda si mrefu. Qala au bi fathi babin, au kwa kufungua mlango. Kwa mfano huo wa mbuzi, mwenye mbuzi kawafungia kwenye zizi, ukaja ukafungua mlango wa ile zizi, mbuzi wale wakatoka wakaenda huko, mwenyewe kufuatilia, 3 4 5 wamepotea. Nani kafungua mlango wa zizi? Fulani. Kaambiwa na nani? Kisirani chake tu. Hiki kisirani kitamkomoa, anatakiwa alipishwe. Au nahwi dhalik, au kusababisha upoteaji wa mali kwa chochote tofauti na hivi ambavyo vimetajwa hapa. Kwa hiyo kwenye nukta hii tumeelewa kwamba kuharibu na kupoteza mali za watu ni jambo ambalo halifai, na atakayefanya hivyo na ikawa ile mali iliyoharibiwa na kupotezwa ni mali ya maana yenye kuheshimika, basi huyu atalipishwa. Au atakayesababisha kupotea kwa mali na kuharibika kwa mali kwa namna yoyote ambayo inamhusisha, naye pia atalipishwa. Qala wa idha kana lahu mawashin, na kama mtu ana wanyama, muhimu sana kwenye migogoro ya wakulima na wafugaji, kipengele hiki kinatoa suluhisho. Wa idha kana lahu mawashin, na kama mtu ana wanyama, wajaba alayhi hifdhuha fil layli, anatakiwa awachunge wanyama wake usiku, awalinde usiku. Na ulinzi huu sio ulinzi wa kuwalisha, ni ulinzi ili wasiharibu vitu vya wengine. Sasa kama ulinzi huo ni kuwafungia ndani au kukesha nao, utajua mwenyewe. Unawalinda kutokana na nini? Min ifsadi zuru'i nas au ifsadi anfusihim, ili wanyama hao wasiharibu mashamba ya watu au kujiharibu wao wenyewe. Qala fa in ahmalaha, kama atawatelekeza wanyama wake asiwalinde, wa hasala alfasadu, ikatokea wakafanya uharibifu usiku huo, wameingia kwenye shamba la mtu, tafuna mahindi, tafuna mbazi au mazao mengine yoyote, au wakaharibu chochote kisichokuwa mazao, kwa mfano dhamina, mwenye wanyama anatakiwa alipishwe. Kwa nini mwenye wanyama kaambiwa walinde tu usiku? Inakuja sababu. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وأهل المواشي حفظها بالليل. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam alipata kuhukumu kwamba wale wenye mali wanatakiwa wazilinde mali zao mchana, si wanakuwa nazo katika hali ya kawaida. Ukiwa na duka mchana, uko kwenye duka lako unauza. Kama unauza mafenesi mchana, una mafenesi yako unayauza.
Kwa hiyo mara nyingi mchana kuharibiwa wakati ambao mwenye shamba yupo, mwenye mali yupo, ni muhali. Kwa hiyo Mtume alihukumu kwamba wenye mali wazilinde mali zao mchana, wa ahli almawashi hifdhaha billayl, na wenye wanyama wawalinde wanyama wao usiku. Qala wama afsadat billayli, na ule uharibifu utakaofanywa na wanyama usiku, fa innahu madhmunun alaihim, lazima mwenye kumiliki hao wanyama alipishwe. Lianna amwal almuslimina wa arwahahum muhtarama, kwa sababu mali za waislamu na roho zao ni vitu vinavyoheshimiwa. Mnyama wako usiku katoka kwenye zizi kaenda kakanyaga mtoto wa watu, utalipishwa. Kaenda kaharibu vitu vya watu, utalipishwa. Ulitakiwa uwatengenezee ulinzi madhubuti ili usiku wasiweze kuharibu mali za watu au roho za watu. Qala fayahrumu at-ta'addi 'alayha au at-tasabbub fi ifsadiha au halakiha, madamu mali za waislamu na roho zao ni vitu vya kuheshimika, ni haramu kuzikosea mali zao, roho zao, au kusababisha uharibifu na upotevu. Haya mazungumzo kinyume chake pia kinafanya kazi. Kwa maana mchana, asili mchana kila mmoja anatakiwa alinde chake. Na katika hali ya kawaida mwenye shamba mchana atakuwa kwenye shamba lake, na mwenye mbuzi mchana anajua malisho ya mbuzi wake. Hii haina maana kwamba inafaa mtu kuwaingiza mbuzi wake kwenye shamba la mtu mchana, haina maana hiyo. Kinachokusudiwa ni kwamba kwa mchana, kama ambavyo wewe mwenye mbuzi una mbuzi wako, unajua watakwenda kula wapi, na mwenye shamba ana shamba lake, analinda shamba lake. Sasa usiku katika hali ya kawaida mwenye shamba ataondoka shambani, na madamu mbuzi wanapata uhuru wanaweza kwenda kudhuru kule. Sasa wewe mwenye mbuzi muda huu unatakiwa uwalinde wanyama wako wasiende kudhuru, kama ambavyo mwenye shamba mchana alikuwa kwenye shamba lake anazuia wanyama. Lakini ikitokea kwa maksudi mwenye mbuzi kawatia mbuzi kwenye shamba la mtu, haribu mahindi, tafuna mahindi, yadhmanu, naye pia atalipishwa. Lakini katika hali ya kawaida hivi sasa wafugaji wana maeneo yao ya malisho na wakulima wana maeneo yao ya mashamba. Ndivyo hali halisi ilivyo, japo inaonekana mara nyingi wakulima wanaonewa na wafugaji. Maana ngumu mkulima kutoka shambani kwake kwenda kumshambulia mnyama, lakini imezoeleka wafugaji kupitisha wanyama wao, sio kwamba wanakuja bahati mbaya, wanapitisha wanyama wao kwenye mashamba ya watu. Kwa hiyo katika hali hii huyu anatakiwa adhamini, alipe, kwa sababu ardhi zimegawanywa, inajulikana wafugaji kwao huku na wakulima kwao huku. Kwa hiyo kila mmoja achunge mpaka wake. Lakini ikitokea wanyama wa mtu wamekwenda kuharibu mazao ya mtu usiku, hapa tunamtafuta mwenye wanyama kwamba hili utalipa. Semi jamani, usiku nilikuwa nimelala, kosa sio langu, kosa la mbuzi, kwa hiyo tumchukue mbuzi. Kama hukubali tumchukue mbuzi, maana yake wewe utadhamini, ima udhamini huo kutuachia mbuzi au kutupa mbadala wa kile ambacho mbuzi wako wameharibu. Qala waswailu, na mvamizi. Aswail ni mvamizi hapa amefasiri chini, aswailu min al-insani huwa alladhi yasṭu ala ghayrihi 'adiyan yuridu nafsahu au 'irdahu au mala, ni yule anayemvamia mwingine akitaka kupora mali yake, kumdhuru kwenye nafsi yake au heshima yake. Kwa hiyo waswailu min al-insani au al-hayawan, na atakayevamia, kuvamia cha watu, awe mwanadamu au mnyama, idha lam yandafi' illa bilqatli faqatalahu fala dhamana alayh, kama hakuna namna ya kumzuia isipokuwa kwa kumuua, ikatokea kweli ukamuua, hapa hutalipishwa. Kibaka kavamia nyumbani kwako na ana silaha, ili kumwambia toka ndo atakushambulia. Kwa hiyo ikawa hakuna namna ya kuzuia ule uovu wanaotaka kufanya zaidi ya
kumuua, awe ni binadamu au mnyama, utakapomuua fala dhaman, hakuna kulipishwa. Jamani, ukipita huko kama unaelekea mbugani, kuna mabango yameandikwa, ukigonga sijui twiga dola 22,000 sijui, ukigonga mnyama huyu kiasi hiki. Sasa tujalie kuna mnyama pale anadhuru, naye ana faini yake. Imetokea mnyama huyu ameingia kwenye boma lako, wewe uko uraiani, mnyama akajileta anataka akudhuru na silaha unayo, fyatua. Nafikiri hata wahusika katika kesi kama hizi hawakutii hatiani. Tofauti kwamba sasa mimi niliogopa faini, namtazama anamtafuna mtoto wangu wa kwanza, mtoto wangu wa pili, mtoto wangu wa tatu, na una namna ya kujihami, hii itakuwa si sawa. Kwa inapotokea mnyama amekushambulia, kama unaweza kumfukuza akakimbia, he wallah, hakuna haja ya kumdhuru. Lakini ikifikia hatua namna pekee ya kujihami ni kuua huyo mnyama, uwa. Sheria ya Kiislamu inakuruhusu hivyo. Sijajua sheria za kisasa, lakini naamini kwenye sura kama hii tutakuwa tunaungana. Sababu hata wao wale wasimamizi, inapotokea mnyama amevamia makazi akaleta madhara, wanachofanya ni kumuua. Ndicho tunachokiona. Kwa hiyo sheria ya Uislamu imeruhusu panapotokea mtu anekuvamia nyumbani kwako, mzuie kwa njia nyepesi zaidi kama itakuwa na tija, kabla ya kufikia kushambuliana kwa silaha. Lakini ikiwa njia pekee iliyobaki ya kujihami na kujitetea ni kutumia silaha, basi unapotumia silaha ukamdhuru, anta la tadman. Kuna watu wanaitwa vibaka, wanakuja kubipu tu. Kuna wale hata ukimkata mshindo, hoi, hayupo zamani. Huyu panga la nini? Rungu la nini? Ile akisikia mlango tunafungulia, yupo kule mita 500. Huyo kata tu mshindo aende zake, wala kuna haja kumvizia. Kama unaona msumbufu kidogo, mtwange hata manati. Kwa hiyo unazuia ule munkar kwa kadri ya ukubwa wa munkar wenyewe. Na mara nyingi watu wanaokuja na silaha wanakuwa wameshajipanga kukudhuru. Watu wa namna hii katika hali ya kawaida panahitaji matumizi ya silaha ili waweze kukanyika na munkari wao. Hawa sio wa kupiga mshindo wala wa kuwatisha. Kwa hiyo ikitokea umejihami kwa namna hiyo mpaka ukamuua yule aliyekuwa anataka kushambulie, unakosa wewe. La tadmanu. Limadha? Liannahu qatala difa'an an nafsihi, kwa sababu huyu mtu qatalahu, amemuua yule adui, awe ni binadamu au mnyama, difa'an an nafsihi, kwa ajili ya kuihami nafsi yake. Na Mtume alayhi salatu wassalam anasema, man urida maluhu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa shahid. Yoyote ambaye mali yake itatakiwa pasi na haki, yoyote ambaye mali yake itatakiwa pasi na haki, wamekuja vibaka tu wanataka kuchukua mali yako, na una namna ya kujihami ukiamini kwamba hapa naweza nikatoboa hapo, faqatala, mtu akapambana kuihami haki yake, faqutil, ikatokea akauliwa, fahuwa shahidun, huyu amekufa shahidi. Ikitokea kinyume chake, umepambana ukaua, uliyemuua Mtume anasema motoni, sababu huyu alikuwa anakuja kukuvunjia heshima yako, kupora mali yako. Baadhi ya wanazuoni, na tulieleza kipengele hiki hapa, wakaitoa serikali. Serikali wamekuja ofisini kwako, mamlaka zao hizo, nyumbani kwako, tupe kiasi fulani. Hawajaje kama vibaka, wamekuja kama serikali kabisa. Na inawezekana wakati mwingine kwa upe ukakosa namna ya kujitetea, kujihami, hakuna haja ya kutumia silaha. Madamu ni dola, Mtume anasema isma' wa ati' wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka. Huwa msikivu kwa kiongozi na mtiifu, hata kama hatakupiga na atachukua mali yako. Kwa nini wanasema? Kwa sababu wewe mmoja kudhulumiwa na kutulia
ni salama zaidi kuliko kuleta tafrani ambapo inawezekana madhara yakawa makubwa zaidi ya hapo. Hii haina maana kwamba basi serikali zina mamlaka ya kuchukua mali za watu pasi na haki. Ni dhambi kwao pia. Hilo pia lijulikane. Hii nayo pia ni dhambi, lakini Uislamu siku zote unaangalia maslahi ya umma. Dola jamani ni dola. Serikali ni serikali. Huwezi kuitunishia misuli. Barabarani huko umepigwa faini 1030 labda kimakosa. Unaona kabisa huyu trafiki hajaona vizuri, ndio kashakuandikia. Nani unaweza kumtunushia misuli ili usilipe? Itakatika ile wiki hujalipa, itajipiga penalty. Siku ya siku umeingia kwenye 18, weka gari pembeni uondoke mpaka ulipe. Basi huna namna, inabidi tu ulipe ili mambo mengine yaweze kuendelea. Kwa hiyo baadhi ya wanazuoni wamelieleza hilo kwa ajili ya kuangalia maslaha amma, lakini haina maana kuwa ni halali kwa yoyote kuchukua mali ya mtu pasi na haki. Inawezekana kwa nguvu ulionayo, mimi sina namna, umenitweza nguvu, lakini mbele ya Allah ulichofanya ni dhulma, wasatuhasabu ala dhalik, na Allah atakuwajibisha kwa hilo. Qala wa man atlafa ma harrama Allah. Tunakuja kwenye kipengele kingine hapa. Wa man atlafa ma harrama Allah, na yoyote atakayeharibu kitu cha haram, kaalati lahwi, mfano ala za pumbao, magita, zumari na mfano wake, wasalibi, na msalaba, wa awani alkhamri, na vyombo vya pombe, wa kutubi dhalali wal bid'a, na vitabu vilivyoandika upotofu na bid'a, wa ashrita wa majallati almujuni, cassette, magazeti ya picha chafu, wal khalaa, uovu na uchafu, fa innahu la dhamana alayhi, huyu pia halipishwi. Mpaka hapo tumeelewana? Kipengele kinachokuja muhimu sana. Kwenda watu wanapiga ngoma, ukachana chana zile ngoma, piga magita, chana kata yale magita, la dhamana, hulipishwi. Hii sio dhambi. Lakini wakati gani utaruhusiwa kuleta hiyo tafrani? Lakin la yakunu al-itlafu ala itlaqihi, bal la budda min taqyidihi bi amri al-hakim. Huu haribifu sio kwamba mtu anafanya atakavyo, lazima pawe na maelekezo ya hakimu. Zile orders zinazotoka kotini, mfano naona mara nyingine kesi, mtu anaposhinda kesi inatoka tu order, mimi ndio mwenye nyumba ile ikavunjwe, inaenda kuvunjwa, japo nyumba ni kitu cha halali. Kwa hiyo inaweza ikatoka amri kwamba baa fulani ikavunjwe. Kwa mfano wewe ukienda pale ukashiriki kwenye kuvunja, la tadman, kwa sababu hujafanya kwa utashi wako, pamoja na kuwa hivi vitu ni vya haram, lakini mamlaka inayosimamia ndiyo iliyotoa maelekezo. Taban katika hali ya kawaida maelekezo yakitoka, kuna wahusika ambao wanakwenda kulifanya hilo. Kwenye nchi za Kiislamu linajulikana hili, tofauti na nchi ambazo haziongozwi na dini, watu wanajiongoza wenyewe kwa utaratibu waliojiwekea. Lakini kwenye nchi za Kiislamu tayari inajulikana vitu fulani marufuku. Kwa hiyo ukianzisha vitu hivyo, wakibaini, wanatuma watu wao wanakuja kufanya uharibifu hapo. Mfano Tanzania hii, kilimo cha bangi halali au haram? Na katika Uislamu kilimo cha bangi halali haram? Haram. Kwa hiyo shar'an kilimo cha bangi haramu, kanunan, kwa kanuni za nchi kilimo cha bangi haramu. Sasa kama mtu ana shamba lake la bangi, mimi na wewe ndio tunakwenda kukata hizo bangi, serikali na watu wake ambao itawatuma wakaharibu hizo bangi. Sasa idha kunta minhum fahayya halanna, kama wewe ni katika wao, basi na wewe ruhusa, Sijajua sasa kwa upande wa pili, mfano wewe mkereketwa tu ukaona mtu ana kirobo heka chake kalima bangi, ukaamua ukiparaze chote, anaweza kukushtaki kwamba anakwenda kufungulia jalada, huyu bwana kaniharibia shamba langu la bangi. Anaweza, inawezekana asikushtaki, lakini akakutafuta ili akudhuru. Inawezekana asikushtaki kwa sababu alichofanya yeye si kitu cha halali,
Lakini atajiuliza huyu katumwa na nani? Kwani yeye ni serikali? Na yeye atakutafuta kwa ubaya. Sasa ya nini ujitie kwenye huo ubaya? Kwa hiyo vile vitu ambavyo ni vitu vya haramu, inafaa vitu hivi kuharibiwa, na yule atakayeharibu la yadhmanu, halipishwi, lakini awe ameharibu kwa maelekezo ya mamlaka husika. Mrungi haram shar'an wa qanunan, kisheria na kikanuni. Na nafikiri miongoni mwa vitu ambavyo lazima tuzipongeze mamlaka ni kuharamisha mrungi kwa Tanzania. Nafikiri miaka ya nyuma kidogo watu walikuwa wanaupiga tu vizuri yani. Na simuliwa Arusha hii, inawezekana katika miji iliyokuwa inaongoza kwa kupiga hivyo vitu kabla ya tamko la marufuku kabisa. Mtu anaingia msikitini na koti lake iko hapa, bali anaingia na taksima mdomoni. Inaitwa taksima hii, inaendelea kutafunwa ile sehemu ya kutawazia, ndo anatema ile pa, na kama bado hajaitafuna vizuri anaitia kwenye lailoni, anaifunga eka mfukoni, anasukutua, anatawaza, anaingia msikitini. Yeye ni handasi hazijaisha vizuri, na ushahidi pia anao mfukoni. Na nasikia wakati huo ulikuwa ukisema mrungi haramu, wanaweza akakufukuza kwenye mji. Lakini baada ya serikali kusema mrungi haramu, watu ndio wakaanza kuelewa kumbe ala. Kwa hiyo hata ukija na mada ya mrungi haramu, ukitaja hadithi, watu wanasema hiyo itakuwa sahihi kwa sasa. Zamani walikuwa wanaiona dhaifu. Kwa hiyo tunachotaka kusema kwenye mrungi ndio kile kile tulichosema kwenye nini? Kwenye bangi. Hivi vyote ni vitu haramu, inafaa kuviharibu, lakini la budda min taqyidihi bi amri al-hakim. Lazima ule uharibifu wakati unafanyika iwe ni kwa amri ya mamlaka husika. Qala wa tahta riqabatihi, na chini ya uangalizi wake, dhamana lilmaslaha, kwa ajili ya kulinda maslahi. Kwa sababu ukijiendea tu mwenyewe, mara nyingine hata kama upo kwenye hizo mamlaka, labda wanaotumwa kwa mfano polisi, lakini wewe ukaamua tu uingie pale mwenyewe, ukienda binafsi, sidhani pia kama utakuwa salama. Hautakuwa na ulinzi wa kutosha wa kukulinda. Lakini mnapotumwa na mamlaka itachukua tahadhari, sababu inajua mwenye shamba hataridhia. Lakini madamu tahadhari zipo, hatakuwa na cha kufanya, na wala hatakuwa na kisasi na yoyote. Akiulizwa nini, serikali ndio imefanya. Lakini nikienda mimi na wewe ala nikasimwe, atakiona cha mtema kuni. Kwa nini? Nani kamtuma? Kwani yeye ndio serikali? Kielele chake cha nini? Sasa sisi wengine jukumu tulilonalo ni an-nasiha, ni kutoa nini? Nasaha na kukanyana billati hiya ahsan, kwamba bana usifanye hiki, hakifai. Jamani, kwa sasa sigara, mfano sigara kisheria halali au haram? Tunafikiana au kuna shaka? Sigara haram, hata kama watu wanavuta. Shar'an sigara haram. Lakini kwenye nchi kuna haramisho la sigara. Kuna miongozo tu, labda usivute sehemu ya watu wengi, usivute chini ya miaka 18 inadhuru afya yako. Hawajafikia kusema marufuku, Sasa leo tukiona mtu anavuta sigara au tunapokutana na mvuta sigara, inawezekana ukimharibia sigara yake akakushtaki na ukashtakika. Sasa wajibu wako wewe nini? Nasiha, ni kumnasihi. Bana, sigara haramu. Allah anasema wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Allah anasema wala taqtulu anfusakum. Mtume anasema la darara wala dhirar, na zile dalili ambazo utazikumbuka. Kaelewa, alhamdulillah. Hajaelewa, wewe tayari umeshafikisha. Lasta alaihim bimusaitir. Ndio mamlaka tuliyopewa. Lakini ikifika wakati serikali nayo inipiga marufuku uvutaji wa sigara, basi itaweka utaratibu kwamba wale watakaoonekana wanavuta sigara watachukuliwa hatua zilizopo kwa wakati huo. Kwa hiyo tunapoona munkar hatutakiwi kuuridhia,
lakini pia munkar kama alivyoelekeza Mtume alayhi salatu wasalam una hatua. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, au zuia kwa mkono wake, na mamlaka za serikali zina uwezo huo. Fa in lam yastati, kama mtu hataweza, fabilisani, kwa ulimi wake tunaweza kusema. Kama kusema nako pia kunaleta madhara, fa in lam yastati fa biqalbihi, angalau chukia kwa moyo wako. Kwa hiyo bala budda, nirudi nyuma kidogo, bala budda min taqyidihi bi amri al-hakimi wa tahta riqabatihi, ni lazima iwe ni kwa maelekezo ya mamlaka na chini ya usimamizi wake hiyo mamlaka husika, dhamanan lilmaslaha, kwa ajili ya kulinda maslahi, wa daf'an lilmafsada, na kwa ajili ya kuzuia uharibifu, wa dar'an lilfitan, na kuweka kinga dhidi ya fitna ambazo zinaweza kuibuka. Tunamaliza mlango wa 14, tuingie kwenye mlango wa 15 ambapo ndio sehemu ya darasa yetu ya leo, kwa mlango huu kuwa ni mlango mpya. Albabu al-khamis ashar, mlango wa 15. Fil ghasbi, ni kuhusiana na kunyang'anya au kupora. Tutumie neno moja kupora au kunyang'anya? Kupora. Tayeb, lolote unaweza ukalitumia, tutumie hiyo kupora. Lakini kunyang'anya ndio nzuri zaidi, tutumie kunyang'anya. Kwa hiyo mlango wa 15 ni kuhusiana na hukumu za kunyang'anya cha mtu pasi na haki. Qala fihi mas'alatani, na kwenye mlango huu kuna nukta mbili, kuna vipengele viwili. Almas'alatu alula, kipengele cha kwanza, taarifuhu wa hukmuhu, maana ya alghasbu na hukumu yake. Taarifuhu, nukta ya kwanza, maana ya alghasbu. Qala alghasbu lughatan, neno alghasbu kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu matumizi yake, akhdhu shay'i dhulman, ni kuchukua kitu kwa njia ya dhulma. Hii inaitwa alghasbu. Wa shar'an, na kisheria, alistilau ala haqqi alghayri dhulman wa udwanan bighairi haqqin, ni kuweka umiliki kwenye mali ya mwingine, haki ya mwingine, kwa dhulma, kwa uadui, basi na haki. Kunyang'anya hii, kunyang'anya ukachukua mali ya mtu ukaifanya kama vile yako, ili hali umeichukua kwa dhulma na kwa uadui na basi na haki. Hii ndio inaitwa alghasbu, inaitwa alghasbu. Nini hukumu yake? Qala hukmuhu, hukumu yake, wa huwa muharramun biijma'i almuslimin, kunyang'anya ni haramu kwa maafikiano ya Waislamu wote. Wanazuoni wameafikiana juu ya uharamu wa hili kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Ushahidi juu ya uharamu huo upo hapa wa kutosha kabisa. Liqaulihi ta'ala, kwanza ni kwa maneno yake Allah azza wa jalla, wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, wala msiliane mali zenu baina yenu kwa njia ya batili. Isitokee mmoja wenu kula mali ya mwingine kwa njia ya batili, manake ni haram. Haram mmoja wenu kula mali ya mwingine pasi na haki. Miongoni mwa njia za haki ni biashara, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, itafaa kula mali ya mwingine kwa njia ya biashara mlioifanya kwa maridhiano. Bidhaa unayoiuza kwa 1000, akija mteja akakupa 1000 ukampa hiyo bidhaa 1000, ile ni haki yako. Lakini 1000 hiyo hiyo ukampiga mtu kabari ukampora, ni halali au ni haram? Haram. Kwa nini? Kwa sababu njia uliyoitumia kuipata hiyo hela si njia ifaayo shar'an. Kwa hiyo aya hii inaeleza uharamu wa kula mali za watu pasi na haki kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na alghasbu, pamoja na kunyang'anya. Lakini kama haitoshi, ushahidi mwingine juu ya uharamu wa swala hili wa kaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia ni haramu kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi,
haiwi halali mali ya Muislamu kuliwa kwa mwingine isipokuwa ile aliyoitoa kwa roho safi. Amekupa kwa roho safi, ametoa kwa roho safi. Kinyume cha roho safi, kaitoa bila ridhaa, kaitoa ile nitafanyaje tu. Kwa inawezekana wewe una mamlaka, unaona kabisa unachotaka kuchukua si haki, lakini kwa sababu yule mtu ametezwa nguvu atakupa ile mali. Kuingia mikononi mwako haina maana kuwa ni halali, hiyo mali ni haramu. Wengine wanasema hii riziki bana, na riziki yote ni halali. Hapana jamani, hata kwenye riziki kuna halali na kuna haramu. Riziki ni kile ulichoandikiwa kiingie mikononi mwako na kwenye matumizi yako, lakini si kila ulichoandikiwa kinakuwa cha halali. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuepuka haramu, kutafuta halali. Na siku hizi watu wamekuwa hawaogopi hata kidogo kula haramu. Hawaogopi hata kidogo kula haramu. Juzi kati tulikuwa safarini hapo mkoa wa Singida. Tuko watu 3, 4, 5 usiku, tumeingia sehemu tunapata chakula. Mmoja wetu ambaye alikuwa ndio mwenye hela ya kikundi akatoa hela akalipa kile chakula, akarudisha hela mfukoni. Tukiwa katika mazingira yale yale akatia tena mkono mfukoni, kuna kitu alikuwa anatoa tofauti na hela. Ile hela ikadondoka bila yeye kujua. Maskini hana hili hana lile, watu wakaingia kwenye gari wakaanza safari. Tumetembea kama dakika 5 tu. Kama dakika 5. Jamani, mbona hela ile haipo? Labda imeanguka pale. Tukarudi pale. Kwenda na kurudi inawezekana chini ya dakika 10 au wastani huo. Jamani, si mnatukumbuka tulikuwa hapa muda si mrefu? Tunawakumbuka. Kuna hela tunahisi tumeangusha hapa. Mmeangusha kweli hela. Na hela imeokotwa na muokotaji tumemuona. Si katika sisi, lakini tulimwambia hii hela imeangushwa na ndugu zetu, watakuja. Maana si waliona sisi Waislamu na ule mgahawa wa Waislamu. Wale mabwana wamegoma kutupa hiyo hela. Tena mbaya zaidi, mnamuona huyu dogo, tukaonyesha dogo mmoja kavaa kanzu. Huyu naye kala mgao huyu. Atakuwa anajuana na yule aliokota hela. Kala ngapi? Kala 30 huyu. Tukamuita dogo. Wewe umepewa ile 30. Maana kwa unamjua huyo mtu. Wallahi simjui na hela sijapewa. Basi nafsi zetu zikapata tu utulivu kwamba kweli ile hela tumeiangusha hapa, tusihangaike. Na ishapata mwenyewe. Sisi tukaendelea na safari yetu. Sasa wakati nayasimulia haya, mwingine akanambia, shekhe, wapi hiyo? Nyinyi simliangusha alafu mkaondoka ndo mkarudi? Sisi siku moja tuko kwenye foleni ya idara ya maji kabla ya kuja hizi control number. Tulikuwa tunaenda pale tunalipa. Anasema Arusha hii. Tumesimama kwenye foleni, mbele yetu kuna mtu. Watu 2 watatu. Wa mbele zaidi akatoa kitu mfukoni akaangusha 1000. Aliye nyuma yake akaikanyaga. Yaani mbele ya macho ya watu. Tumesimama foleni. Aliye nyuma yake akakanyaga ile 1000. Anamuhifadhia mwenye hela yake au anamlia timing ya sahau achukue atie mfukoni. Na sisi tunaona hivi. Kweli bana, dakika 1 2 laini inasonga polepole, yule bwana akainama akachukua ile 1000 akatia mfukoni. Yaani haki ya mtu inaliwa mbele ya macho ya watu. Sasa kwa bahati wenyewe wanasema, japo sio maneno sahihi, Mungu sio Osmani, wakati huyu anatoa mkono sasa kwenye ule mfuko aliotia 1000 naye akadondosha 10,000. Sasa wa nyuma yake akachukua ile 10,000 alafu akamstua huyu mwenye 10,000. Mwenyewe hajui kama kaangusha. Mpe bwana ameangusha hela yake. Yule wa mbele ambaye kaangusha 1000. Sijui mmenielewa. Bwana kaangusha 1000 10,000 sangapi? Mbona huyu kaangusha 1000? Lakini aliona kama vile hajaonekana. Ikawa hakuna webana hela yako umeangusha hii. Kumbe hela yake yeye. Uaminifu sasa hivi umetoweka kabisa, na mali zinaliwa kwa njia ya batil mchana kumbe. Na Mtume alayhi salatu wasallam alibashiri ili kwamba zitafika zama mtu hajali mali anayoipata ni ya halali au ya haram, ili mradi tu kapata mali.
Sasa kipindi kama hiki ndio kipindi ambacho mambo yamebadilika. Mtume alitabiri hii miaka akasema mbele yenu kuna miaka ya hadaa, yusaddaqu fiha alkadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq. Mkweli ataonekana muongo, muongo ataonekana mkweli. Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Muaminifu ataonekana mwenye khiana, mwenye khiana ndiye muaminifu. Jamani, sasa hivi okota 100,000 tu alafu anza heka heka za kumtafuta mwenyewe. Mpate, mpe hiyo hela. Marafiki zako wa karibu, angalia wewe utakufa maskini. Mungu kukuletea unaikataa. Jamani, mara kadhaa tunasikia matangazo hata kwenye Jamhuri hii ya Muungano. Sisi kuna mtu fulani aliokota dola 50,000, amekuja mwenyewe amempa. Mpaka yule aliopewa ashangaa. Na mpaka wanaosikia hiyo habari wanasema, jamani, Mungu nipe mimi hiyo bahati. Wenyewe wanaita bahati Anamuomba kabisa Mungu, yani eti ampe hicho anachokiita bahati. Ale mali za watu dhulman. Uaminifu haupo. Mali zinaliwa kwa njia ya haramu mchana kweupe kama tulivyoeleza. Na Allah anasema wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil. Msile mali zenu baina yenu kwa njia ya batil yoyote ile, ikiwa ni pamoja na al-ghasbu. Na hadithi ya Mtume, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Unahisi huyo aliangusha hela anifurahia sana wewe kuiokota na kuila? Hapana. Na huko mbeleni utakuja mlango kuzungumzia vitu vya kuokota. Utakuja huo mlango. Vitu vya kuokota na hukumu zake ni zipi, ikiwa ni pamoja na pesa. Mara nyingine jamani, kuokota hela mtihani wala sio dili. Mara nyingine, sababu tutakuja kuona huko mbeleni hata vile vinavyookotwa vinatofautiana. Kuna kile kitu umeokota alafu aliyepoteza wala hajali, hicho ruhusa kutumia. Toka hapo barabarani ukaokota 200, waweza ukakaa mwaka wewe mtafuta aliangusha 200 ya Tanzania. Huyo aliangusha ana habari kwanza kama kaangusha. Eti mwalimu, waweza ukarudi ile sehemu ya kutawazia kwa sababu kuna 200 yako imeingia ile sehemu ya mtaro wa maji. Heka heka kabisa, imam lete mashine ya kufulia mazulia. Tukaushe maji, nimeangusha hela shilingi ngapi? 200. Jamani, hata kama huna. Lakini katika hali ya kawaida hii ni katika hela ndogo, au shilingi 50, 200, 500, nafikiri mpaka 1000 katika hali ya kawaida. Mpaka 5. 5 nyingi imam. Kwa hiyo kuna ile pesa ambayo ukiokota haimshughulishi mtu. Kuanzia wewe mwokotaji lakini mpaka yule aliyepoteza. Hii wanazuoni wanasema yuqtafar lahu. Naweza ukaifanya chochote. Kama utaamua kuitoa sadaka au la. Lakini hata ukiitumia inawezekana pasiwe na dhiki kwako. Lakini unaokota kabisa kibunda, una shughuli kubwa. Lakini pia tutakuja kuona si kila sehemu ni sehemu ya kuokota. Kuna sehemu mtu hata ukiona kitu ukikamata ukamate kwa nia ya kupeleka sehemu ya kutunzia vitu vilivyopotea. Ukienda Maka na Madina karibu na Al-Haram ile wana ofisi kabisa. Zinaitwa ofisi ya vitu vilivyopotea. Kule uruhusiwi kuokota ukatia mfukoni. Ukiokota okota kwa nia ya kupeleka pale ili mwenyewe akitafuta aende wapi? Aende pale. Humo mwetu kwa inawezekana ukaokota ukampelekea mwingine ambaye unahisi huyu salama na yeye akaona umemletea riziki. Si wanafanya hivyo? Inawezekana kabisa umeokota 5,000,000, ngoja nimpelekee imam. Imam bana, kuna hela hii nimeokota katika mazingira ya msikiti. Hebu mwenyewe akipatikana umpe. Mama anakuangalia kwa sura ya huzuni, kumbe anatabasamu huku. Allah, kwa mwezi ukiniletea watatu kama hawa mimi na posho ya msikiti tena khalas. Kwa yule bwana akishakupa mgongo tu sema alhamdulillah, Allah usimlete mwenye chake. Hapana.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم lakini pia mtume anasema man iqtata shibran min al-ardi dhulman tuwiqahu yawm al-qiyamati min 7 aradin, yoyote ambaye atamega kipande cha ardhi cha mtu kwa njia ya dhulma, tuwiqahu yawm al-qiyama, atanyongorotwa nayo siku ya kiyama, min 7 aradin, kutoka kwenye ardhi 7. Inafasirika kwa maana kadhaa, lakini miongoni mwa hizo kile kipande ulichodhulumu, sio umedhulumu hapa kwenye ardhi ya kwanza, kitachukuliwa cha mfano wake ardhi ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu, alafu ubebeshwe nacho shingoni siku ya kiyama mpaka pale hisabu itakapomalizika. Hii ni sehemu ya adhabu yako. Nasallallahu alsalama. Kwa hiyo hii pia inaonyesha uharamu wa kula mali ya mtu pasi na haki. Ukiziangalia hizi hadithi, hii hadithi ya kwanza imetaja mali, hadithi ya pili ikataja mali lakini ardhi moja kwa moja. Bimaana hii dhulma haifai sawa sawa, hiyo ni kwa mali inayohamishika au kwa mali isiyo hamishika, madamu ni mali ya mtu. Qala fa ala kulli man indahu madlamatan li akhihi, inampasa kila ambaye ana kitu cha dhulma alichomdhulumu nduguye, amekichukua pasi na haki, an yatuba ila Allah, atubie kwa Allah. Wa yatahallala min akhihi, wa yatahallala min akhihi, na atafute uhalali kwa nduguye kwa kumrudishia hiyo mali yake. Wayatluba minhu al'afwa fi dunya, na muombe msamaha katika hii dunia. Umeiba mali ya mtu wewe, simu, pesa, mrudishie bana, samahani nilikuibia hii wakati wa ujahili, chukua simu yako bana, naomba msamaha sana. Kwa nini unatakiwa ufanye hivyo? Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa maneno ya mtume alayhi salatu wasalam, man kanat lahu madlamatun li akhihi, yoyote atakayekuwa ana kitu cha dhulma alichomdhulumu nduguye, min irdhihi, awe kamdhulumu kumvunjia heshima yake, au shay'in, au chochote, falyatahallalhu minhu al-yawm, amalizane na hiyo dhulma leo, ni maana katika hii dunia, kabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, kabla hujafika wakati watu hawalipani kwa dinar wala kwa dirham. Siku gani hiyo? يوم القيامه. Leo inawezekana umechukua pesa za mtu bighairi haki, mrudishie. Siku ya kiyama watu walipani kwa pesa. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madhlamatihi, siku hiyo kama mtu kuna khairi alifanya katika hii dunia, itachukuliwa khairi hiyo kwa kadri ya dhulma aliyoifanya, ili alipwe yule aliyemdhulumu. Wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayiati sahibihi fahumila alayhi, lakini kama hana mema, yatachukuliwa madhambi na maovu ya yule aliyemdhulumu, abebeshwe huyu dhalim. Nasallallahu alsalama. Kipengele cha kwanza hicho. Almas'ala thania, kipengele cha pili ambacho tunahitimisha nacho, fi alahkam almutaalliqati bilghasbi, ni kuhusiana na hukumu zinazohusiana na kunyang'anya. Hapa ametaja takriban hukumu 6. Namba 1, yajibu ala alghasibi raddu almaghsubi bihalihi, inampasa, inamuwajibikia yule aliyenyang'anya cha watu, raddul maghsubi bihalihi, akirudishe kile alichokinyang'anya na alichokipora kwa hali yake. Yani kama kilivyokuwa. Mnyang'anya mtu simu, mrudishie simu hiyo hiyo aliyomnyang'anya. Wa in atlafahu, na kama atakiharibu au atakipoteza, radda badala minhu, atarudisha mbadala wake. Umemuibia mtu simu ya aina fulani ukaipoteza, utatakiwa urudishe mbadala wake. Mbadala ni moja kati ya vitu viwili, kitu kama hicho, na kama kimekosekana gharama zake. Hii ni hukumu ya kwanza muhimu sana, na hii hukumu inarudi kwenye ile nukta kwamba hili swala ni haramu. Kwa hiyo inapotokea mtu amefanya na wewe uko sehemu ya kuhukumu, haya ndiyo mambo ya kuzingatia. Umeiba hela za mtu, rudisha hela za mtu. Namba 2, yalzamu alghasibu raddu almaghsubi biziyadatihi, lakini pia inampasa huyu mporaji na mnyang'anyaji
arudishe kile alichokinyang'anya kama kina nyongeza pamoja na nyongeza zake, sawaan kanat munfasilatan au muttasila, sawa sawa ziada hizo kwenye kile alichokiiba zimeshikana au zimeachana, zimeshikana au zimeachana. Kwa maana gani? Labda nitoe mifano miwili. Umeiba mbuzi, yule mbuzi akaenda akazaa huko vitoto 6 7 zizi zima. Wakati sasa tumeshakutia nguvuni au imani imepanda, hutakiwi kurudisha yule mbuzi ulioiba tu, na wale watoto wake wote wanarudisha. Sema lakini mimi niliiba mbuzi mmoja tu. Sawa, hao wengine wametoka wapi? Siku ni yule mbuzi wa kuiba. Rudisha, ulinyang'anya, rudisha na hawa watoto pia. Hii ni ziada munfasila, ni ziada inayoachana na hicho kitu chenyewe. Au mfano mwingine, mtu kaiba gari kwa mfano, akaifanyia biashara akapata hela, kapora gari ya mwingine, wakati anarudisha na zile faida pia zinarudi kwa nani? Kwa mwenye gari. Au muttasila, au iwe ni ziada ambayo imeshikana na kile kitu ulichokinyang'anya na kukipora, nayo pia inatakia iambatanishwe na kile kitu wakati unakirudisha. Labda tujalie huyo mbuzi ndo ana mimba, ulimchukua hana mimba, tembea tembea huko, wakati mwenye mali kaja, au ndo muda wa kurudisha umekamatwa au mfano wake, au ndo unatubia, sema sasa kwa sababu hii mimba alipatia kwangu, ngoja kwanza azae ili nibaki na hichi kichanga, wewe uchukue mbuzi. Hapana, unatakiwa urudishe na hiyo ziada. ثالثا حكم يتات الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس. Huyu mnyang'anyaji anapotasarraf kwenye kile alichokinyang'anya, labda ni ardhi, kajenga juu ya ile ardhi, au kalima kaifanya kuwa ni shamba. Na watu siku hizi wanafanya haraka, anapora cha mtu anabadilisha hati anajenga pale. Kesi imekwenda kwa mfano mahakamani, ikaja ikabainika wewe mwizi tu, wewe mporaji, umechukua mali ya mtu bighairi haki na ushajenga pale. Nini unatakiwa ufanye? Au ni shamba labda ushalima minazi au miti mingine yoyote, umira biqal'ihi, ataamuriwa angoe. Si ulijenga soko kwako? Maana nyumba yako niachie ardhi yangu. Umepanda miti na unajua sio shamba lako, ngoa miti yako, utaona utakapopeleka. Idha talabahu almalik bidhalik, kama yule anayemiliki atataka hivyo sasa. Lakini kwa namna nyingine inawezekana sasa tukaangalia tu namna ya kufidiana, ukaenda kuliko kuvunja nyumba ukaama na tofali. Je, sawa mzee, nimetumia ardhi yako hii, lakini nyumba mimi naihamishaje? Ndio nishajenga, hebu niangalizie hata chochote kitu hapo. Wema wake khalas ikikubali. Lakini akisema mimi nataka ardhi yangu kama ilivyo, nina mpango wa kujenga, sio itakataka uloweka hapo, basi hicho kilichoitwa takataka, hata kama kizuri, mwenye ardhi anaweza akakiita vyovyote vile, na wewe huwezi ukambishia kwamba unatokana na gorofa langu. Kweli gorofa lako, lakini umejenga kwangu, kwa hiyo ni kwangu, ni takataka, wewe ondoa. Akitaka uondoe, unaondoa. Hii inaonyesha hatari ya kutumia au ya kuwekeza kwenye kitu ambacho hukimiliki. Inawezekana ukajiona umetumia nguvu nyingi kiasi ya kwamba mmiliki wa halali akija uone kama vile umedhulumiwa, kumbe ulijidhulumu mwenyewe, umewekeza mahala ambapo si sahihi. Rabi'an al-maghsubu idha taghayyara. Nukta muhimu hii. Al-maghsubu, kile kilichonyang'anywa kitakapobadilika, au qalla, au kikapungua, au rakhusa, au kikashuka bei na thamani, dhamina al-ghasibu an-naqsa, huyo mnyang'anyaji atafidia yale mapungufu yaliyojitokeza.
kwamba wakati unapora hiki kitu kilikuwa kizuri, leo umekirudisha nyanga. Kwa hiyo tunakupigia gharama kwamba wakati ule ulipokuwa unachukua hii gari, kama tungeuza milioni 70. Sasa hivi kweli tumeminyana, umeirudisha, lakini kama tutauza sasa hivi milioni 10, umetia hasara milioni ngapi hapo? 60. Maana yake uharibifu tungekuwa tumeufanya wenyewe wakati tunatumia chetu, wala sio uharibifu, ni matumizi, lakini wewe umeharibu. Kwa hiyo gari utarudisha na 60 utaweka mezani hapo kabisa, sababu umekiharibu kitu. Au qalla, au kimekuja kikiwa kichache, alikiiba kikiwa kingi, kimerudi kimekuwa kichache, ule upungufu atalipishwa. Au rakhusa, au kimekuwa rahisi, alikichukua kina thamani, lakini kakirudisha jinsi muonekano ulivyo kimekuwa rahisi. Au kimepitwa na muda, hakina thamani tena. Sisi tulikuwa tunaweza kuuza wakati ule ambao yeye katunyang'anya, sasa atalipishwa. Hapa wanazuoni wanaeleza, ikitokea kwa mfano mtu kakupora simu leo, nasallallahu as-salamata wal hifdh, akakurudishia simu hii baada ya miaka 3, iko hivi. Lakini je, mnahisi hii simu bei yake kwa sasa baada ya miaka 3 itakuwa hiyo? Haiwi hiyo. Ameshaishusha thamani, atafidia. Kaipoteza, tunataka atupe hela. Atatupa hela kwa bei ya wakati huu au kwa bei ya wakati huo? Kwa bei ya juu zaidi ambayo iliwahi kutokea hii simu kuuzwa. Tangu kile kipindi alichotupora mpaka leo anarudisha. Kwa nini kwa bei ya juu zaidi? Kwa sababu inawezekana wakati ule ambao labda bei ilipanda, mimi ningeweza kuuza, sikuweza kuuza kwa sababu kuna mtu alinyang'anya. Ndio maana kwenye vitabu vingine vidogodogo vya madhhabu ya Imam Shafi kuna ibara hii imeandikwa, nafikiri ni matnu wa Abi Shujaa, wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu wa arshu naqsihi wa ujratu mithlihi. Wa man ghasaba malan li ahad, na atakayenyang'anya mali ya mtu lazima uradduhu, kwanza anatakiwa airudishe. Wa arshu naqsihi, na kuziba yale mapungufu aliyosababisha kwenye ile mali. Wa ujratu mithlihi, na malipo ya mfano wake. Kwa maana gani? Mtu kaiba pikipiki yako, wewe ulikuwa bodaboda au ndio unayotumia kwenye shughuli zako za fantashiru, kakutia unyonge huyu. Lau ungelikuwa una ile pikipiki kila siku ungeingiza 30,000, kakaa nayo mwezi, imerudi kweli vile vile, lakini uchumi wako si ulisimama. Kwa hiyo hapa anatakiwa alipe ujrat almithl, kwamba hii pikipiki kama ningekuwa nayo, tabani usibuni vitu ambavyo vilikuwa havipo. Unatakiwa uende kwenye uhalisia kwamba wakati ninao pikipiki ilikuwa napiga fantashiru, jioni sina alikuwa analaza 30. Kwa hiyo umenyang'anya, ukakaa nayo mwezi mzima, haitoshi tu ile kurudisha, usikakutia hasara nyingine. Atapigiwa hesabu kwamba 30 mara 30 inakuwa ngapi? 9. Anatakiwa arudishe hiyo. Kwa hiyo pikipiki atarudisha na hela pia atatoa. Lakini tujalia anarudisha pikipiki, taa ya mbele imeshakongoroka, hakuna hasara ile kusababishia zaidi ya kuiharibu hiyo pikipiki taa ya mbele. Anatakiwa arudishie ile taa ya mbele, asikuletee kitu kimekongoroka hoi bin taabani. Hapana, anatakiwa akirudishe kama kilivyokuwa siku anakichukua. Kwa hiyo mapungufu yoyote aliyoyasababisha kwenye kile kitu, yeye ndiyo mas'ul. Khamisan, nukta ya 5, al-ightisabu qad yakunu bil khusumati wal iman al fajira. Unyang'anyaji pia inawezekana usitumie mabavu hivyo, inawezekana ikawa ni kwenye magomvi na viapo viovu. Mara nyingine tunapeleka kesi zetu mahakamani. Sasa ajabu, kila mmoja mwenye haki anatakiwa alete nani? Si lazima aje na mwanasheria, na aliye kwenye batil naye pia anatafuta mwanasheria.
Inaweza ikatokea wewe uliye kwenye batil, labda kwa utetezi wako utakavyoonekana ukamshinda yule aliye kwenye haki, na hii mahakamani inatokea tangu zama za Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu huko mambo yamejengwa kwenye misingi ya ushahidi. Kwenye misingi ya nini? Ya ushahidi. Unaweza ukakosa ushahidi au ukakosa namna ya kujitetea ikahukumiwa kwamba mali hii ya fulani. Sasa inapotokea mahakama imehukumu kwamba haki hii ni yako kwa mujibu wa kesi ilivyoenda na ushahidi, na wewe unajua si yako, hukumu ya mahakama haihalalishi haramu. Tuelewane jamani? Mtume alayhi salatu wasalam kayasema haya zamani, inma ana basharun mithlukum wa la'allakum takhtasimuna ilayya. Jamani, mimi ni binadamu kama nyinyi na nyinyi mnaleta mashtaka yenu kwangu. Huenda baadhi yenu katika wale wanaoleta mashtaka ni fasaha zaidi kuliko wengine. Kwa hiyo ikitokea mmoja wenu nimemmegea mali ya mwingine pasi na haki kwa kuridhika tu na huu shahidi huku, lakini anajua si haki yake, ajue nimemmegea kipande cha moto, kaa la moto, akitaka achukue, akitaka aache. Watu wanakwenda mahakamani, kila mmoja anajua uhalisia. Mwenye haki anajua hii haki yangu, mnyang'anyaji anajua hata kama nimeshinda hiki si changu. Kwa hiyo ikitokea mahakama yenye hukumu kwa mujibu wa ushahidi na mwenendo wa shtaka kwamba kweli inaonekana hii ardhi yako, na wewe unajua katika moyo wako si yako, hii hukumu ya mahakama haihalalishi ambacho si halali. Taban kama wao wamejitahidi kufuata utaratibu, wao hawana dhambi. Wewe ndiye mwenye nini? Mwenye dhambi. Inawezekana umetengeneza mashahidi wa uongo, umemseti kabisa yule mwanasheria wako ukamweleza ule ukweli, alafu mkasaidiana kutengeneza mazingira muonekane mko sawa, kweli mkashinda. Na sijui kwa nini wanasheria inatokea kila wanaposhinda kwenye kesi ambazo hawakutakiwa kushinda wanaonekana ndo wataalamu. Unanielewa? Unapokuwa na mwanasheria alafu ukashinda kwenye dhulma, watu wanaona yeye huyu mpambanaji, kama kageuza haki ikawa batil. Huyu mwanasheria msomi, huyu sio mwanasheria msomi, huyu mwanasheria muhuni. Sababu katumia elimu yake kuihalalisha haramu. Sasa hii mahakama kama imeridhika na ule ushahidi ikahukumu kwamba hiki kiwanja ni chako, hii nyumba ni yako, wewe na mwanasheria wako ambao mmepanga uongo, mkaidanganya mahakama, mnaingia kwenye dhambi. Lakini usijipige kifua kwamba mahakama imeshasema hii ya kwangu. Kama unajua sio ya kwako, rudisha. Ukiendelea kungangania, wewe pia ni mporaji kama waporaji wengine, na wewe ni mnyang'anyaji kama wanyang'anyaji wengine. Umenyang'anya tu kwa njia ya mashtaka na viapo, na haya yote yanafanyika kwenye mahakama. Sababu kiapo nacho pia kina hukumu. Kiapo kina hukumu, na tuna mifano kadhaa ilitokea zama hizo. Mtu anakuja mahakamani analeta mashtaka kwamba hiki kitu changu, una ushahidi? Sina. Anaulizwa yule mwenye kitu, hiki cha nani? Hiki changu. Na madamu yeye ndo aliyokishika mkononi inaonekana chake, basi hamna kesi. Kwa inawezekana kabisa ukampora mtu kitu, mmeangukia mahakamani. Mwenye chake maskini hana namna ya kudhibitisha kuwa kile ni chake. Yeye anajua ni chake, na wewe mporaji unajua sio chako, ni chake. Lakini kaonekana labda risiti pia unayo, unaweza ukaja na mtu muuza simu kwamba huyu kanunua kwangu, basi pale tukahukumiwa kwamba aliye na simu mkononi ndio mwenye simu. Tunatoka unamdingishia, unaona hii kweli yako, lakini umeshindwa. Wewe maneno ya kejeli mbele ya mwenye mali yake, lakini mbele ya Allah utakuwa ni mas'uli. Sadisan wa akhiran, hukumu ya sita na ya mwisho, jamiu tasarrufati al-ghasib batila. Mambo yote yanayofanya mnyang'anyaji kwenye kile alichokinyang'anya ni batil. Kwa maana ikitokea ameuza, labda mtu kapora ardhi akauza, ile biashara ni batil. Ikitokea sasa kesi imeenda, mfano kuna mtu kanyang'anya ardhi akabadilisha hati akauza ile ardhi, huyu mnunuzi kanunua kwa njia ya haki kabisa kwa mtu ambaye sio mmiliki wa haki.
Kesi imekwenda, mwisho wa siku hukumu ikapita, mwenye haki yake akapata haki yake, na wewe ulinunua ile ardhi, ule ununuaji ulikuwa ni batil. Sasa moja kati ya mawili, ukadai mali yako kwa yule uliyempa, na mahakama inatakiwa ikusaidie kwenye hili. Ukadai mali yako kwa yule uliyempa, au ununue hii ardhi upya kwa yule mmiliki wake wa halali, alafu utaona utakavyomalizana na yule tapeli. Kuna vitu vimezoeleka vinakuwa na mizozo, hasa nyumba ardhi. Kwa ni vyema pia wewe mnunuzi ukajithibitishia kwamba kweli anayeuza ana haki na mamlaka ya kuuza, ili usiingie kwenye mtihani mwingine. Kwa sababu kweli inawezekana umedunduliza wewe wataka kununua nyumba mjini, umenunua tu kumbe nyumba ina kesi. Amekuja mmiliki wake wa kweli, kuna oda huko kutoka mahakamani kwamba vunja hii nyumba, maskini huna pa kukimbilia, huna namna. Hakika inakuwa ni mtihani. Lakini hata na sisi ambao tuko katika nafasi ya kuuza, tusiuze vile ambavyo hatuvimiliki kwa njia ya haki, tunakosea. Almuhim, jami'u tasarrufati alghasib batila, mambo yote yanayofanya yule mnyang'anyaji ni batili, illa ya'dhan biha almaliku, madamu mmiliki hajatoa idhini. Na katika hali ya kawaida mmiliki ni ngumu kutoa idhini, sababu inaonekana kinachomilikiwa bado kina mgogoro. Kwa hiyo haitoshi kwamba nimenunua. Umenunua kwa nani? Hii ni nukta nyingine muhimu kadhalika. Haya ndio yale ambayo yametajwa kwenye kitabu kuhusiana na masuala mazima ya al-ghasbu, na hapa tunakuwa tumefika mwisho wa mlango wa 15. Majlisi ijayo insha Allah taala tutaingia kwenye mlango wa 16 ambapo tutazungumzia masuala mazima ya sulhu insha Allah taala. Kwa mukhtasar, leo tumezungumzia kukamilisha mlango wa 14 katika masuala mazima ya al-itlafat, uharibifu. Tukaona ni haramu kuharibu mali ya mtu basi na haki, lakini pia tukaona inafaa kuharibu vile vitu ambavyo asili yake ni haram, ala za pumbao na mfano wake inafaa kuharibu na wala hakuna kulipishwa, lakini pale ambapo mamlaka husika zitatoa maelekezo juu ya hilo. Halafu tukaingia kwenye mlango huu wa 15 ambapo tumezungumzia al-ghasbu, unyang'anyaji. Tukaona nini maana ya al-ghasbu, lakini pia hukumu yake ambapo ni haram kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Halafu tukamalizia baadhi ya hukumu zinazohusiana na al-ghasbu, na kikubwa ni haramu kunyang'anya cha mtu, na aliyenyang'anya anatakiwa arudishe pamoja na kufidia yale mapungufu aliyosababisha kwenye kile alichokinyang'anya. Hadha nas'alullah azza wa jalla أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.